zitakuwa bayana siri. Tunachotamani kwa wanadodoma kama Dodoma ambapo ndo makao makuu ya serikali, makao makuu ya nchi, tunatamani kuona hali yetu ile ile ya kuvumiliana, kushirikiana, kushikamana, lakini kudumisha amani. Wakati tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kuwapata madiwani wa bunge na hatimaye pia Mheshimiwa Rais ambaye ndio amiri jeshi mkuu wa taifa letu. Kwa hiyo tunawahusia wanadodoma wote waendelee kudumisha amani na utulivu, lakini tujitokeze kwa wingi kuelekea kupiga kura. Kura ni haki yako ya msingi kabisa ambayo wewe mwananchi hufai kuipoteza. Lakini kura katika vitabu vyetu ipo, dini zote, masuala ya kupiga kura yako wazi. Kwa mtu asije akaona pengine kupiga kura si katika imani. Kupiga kura hubul watani imani, kupenda mtu taifa lake, kuwa na mzalendo kwa nchi yake inazingatiwa ni katika sehemu ya imani. Kwa hivyo kama unalipenda taifa lako, nchi yako, basi ni vyema ukashiriki kwenda kupiga kura. Ewe baba, ewe mama, pamoja na familia kwa ujumla, twendeni tukapige kura, kuitikia mwitikio wa taifa letu, lakini kuitikia mwitikio wa viongozi wetu wa nchi, Mheshimiwa Rais, lakini hata viongozi wetu wa dini, upande wa dini ya Kiislamu, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, akituasa kila muda, kila saa, kila wakati kwamba tuendelee kudumisha amani na kuvumiliana. Lakini kama tulivyozungumza kwenye hutuba al-Jumaa, ni vyema kuwa wasikivu na watiifu kwa utii wa viongozi wetu wa dini, utii kwa viongozi wetu wa serikali, kusikiza na kutii maelekezo yao. Na maelekezo yao tujitokeze tukapige kura kwa ajili ya kuwapata viongozi bora na sio bora viongozi ambao baada ya kuwachagua hatutokuwa na majuto. Pale tutakapokuwa na kero, wao ndio wa kuwashtakia kuweza kuziondoa zile kero ambazo sisi tunazo kama raia wa taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yawepo, lakini maandamano yanayotakiwa ni ya wale watu kuandamana kwenda kupiga kura. Maandamano hayo ni sahihi na ni mazuri zaidi. Sasa kama unaandamana kwa jambo lingine lipi? Yaani hujafanya maandamano kipindi chote, hujafanya maandamano kipindi cha uchaguzi, utakuwa ni mvunjifu wa amani. Na ikiwa unaleta viashiria vya uvunjifu wa amani, basi utakumbana na dola. Wapo ambao vyombo vya ulinzi na usalama utakutana navyo ukifanya maandamano yasiyokuwa yale ambayo Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu ameelekeza watu kuandamana na familia zao kupiga kura. Hayo ndio maandamano mazuri zaidi. Na baada ya hapo, baada ya kupiga kura, watu wakafanya shughuli zao za kijamii. Na haya tunaendelea kusisitiza kama viongozi wa dini yaheshimiwa, kwa sababu kwanza dini yetu ya Uislamu ni dini ambayo haitaki fujo, haitaki kuvunjia heshima viongozi wala kudhulumu haki za watu. Ni dini ambayo kama anwani yake inavyosema, al-Islamu, kwa maana amani. Na hata mamkizi yetu tunamkiana kuombeana dua ya amani. Assalamu alaikum, amani iwe juu yenu, au assalamu alayka, amani iwe juu yako, na unarudisha wa alayka assalamu wa alaykum assalam. Lakini pia amani ni neno la Mungu. Katika surati Yasin Mwenyezi Mungu anasema salamun qawlan min rabbir rahim. Amani ni neno linalotoka kwa Mola mpole, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini amani ni ismun min asma'il janna, ni jina miongoni mwa majina ya pepo. Darus Salam, pepo yenyewe inaitwa nyumba ya amani. Lakini pia amani ni salamu ya wale wacha Mungu watapokutana kule peponi. Mwenyezi Mungu anasema tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Maamkizi yao siku watakapokutana na Mola wao itakuwa ni amani. Hata amani kalamu min kalamil anbiya yawma idin, ni maneno
katika maneno ya mitume. Siku hiyo kila mtume atauambia umati wake, Allahumma sallim sallim, Mwenyezi Mungu tunaomba amani amani. Kwa hiyo neno amani ni neno kubwa, ni neno ambalo limejengeka sana katika mfumo wa dini yetu ya Kiislamu. Hata wale maswahaba walipotaka kumjua Muislamu ni nani, mtume akasema almuslimu, muislamu man salima almuslimuna, ni yule waliosalimika waislamu wenzie milisani, kutokana na shari ya ulimi wake, shari ya kinywa chake. Muislamu hahamasishi maandamano, Muislamu hahamasishi kupinga haki, Muislamu hatukani, Muislamu hahamasishi fujo, Muislamu pia vile vile hali kitu cha haramu kisichokuwa haki yake. Lakini wayadihi, na Uislamu wenzio umesalimika na shari ya mkono wake, kupiga, kunyang'anya, kuiba, kumwaga damu. Huyo ndio Muislamu. Kwa ukijiona wewe ulimi wako umesalimika na kusema urongo, kusengenya, kufitinisha, kuhamasisha fujo, lakini mkono wako umetulia kuto dhulumu, kutoiba, kutonyang'anya, kutomwaga damu, wewe ni Muislamu halisi katika Uislamu wale ambao Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amewaelezea. Hivyo swala la kudumisha amani na utulivu ni jukumu letu, wala si swala la kusimamiwa na mtu mwingine yote, kwa kuwa sisi ndio Uislamu, sisi ni raia wa Tanzania, sisi ndio wa Tanzania. Kwa hivyo tuweke uzalendo wetu katika kudumisha swala zima la amani na utulivu, upendo, umoja, mshikamano na ushirikiano.